kuhakikisha ya kwamba uchaguzi utaendelea. Vema kabisa, ndio hali ilivyo, hususan katika maeneo ya Kasipul, pale eneo ambalo mama huyo Madam Fahima yuko hivi sasa, akiwa maeneo ya Ugunja, samahani, sio Kasipul, maeneo ya Ugunja, akiwarai wenyeji wajitokeze kwa wingi waje washiriki zoezi hili la kupiga kura. Ina maana kwamba idadi ya watu walijitokeza kufikia sasa bado iko chini, lakini bado ni saa 5:57. Yamesalia saa chache tu kabla ya kukamilishwa, ikiwa mwendo kukamilishwa zoezi hili lote ni mwendo wa saa 11. Wakazi washauriwa kujitokeza kwa wingi na kushiriki maeneo ambayo wanastahili kushiriki kupiga kura zao. Awali pia tuliweza kukuarifu kuhusiana na vurugu ambazo zilitanda kuanzia jana usiku hadi nyakati za asubuhi maeneo ya Malava. Tukaweza kusikia pia kutoka maeneo hayo kutoka kwa mmoja wa waniaji ambaye alielezea kilichojiri, ambaye kwenye muda usiokuwa mrefu bila shaka tutataka kujua pia anaendeleaje, manake alitakana kufika katika kituo cha polisi. Seth Panyako, huyu ambaye ni mbunge mwaniaji wa eneo lile la Malava kupitia chama cha DAP, alihitajika kufika kituo cha polisi ili kupeana ripoti, manake kulikuwa na vurugu iliyopelekea baadhi ya watu kujeruhiwa. Baadhi ya picha ambazo tumeziona mtandaoni, watu wakishambuliwa na vile vile magari ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo hili ni mojawapo ya eneo pia linalong'ang'aniwa kwa hamu, bila kusahau maeneo ya Kasipul pale ambapo kwenye muda usiokuwa mrefu kidogo tuliweza kuzungumza na Peter Kaluma pia, ambaye alielezea kilichojiri mapema hii leo na aliyompata akijeruhiwa kutoka kwa wahuni. Masuala ya wahuni ni jambo ambalo jana pia liliweza kuzungumziwa vyema sana na Waziri Kipchumba Arap Murkomen, ambaye aliwatahadharisha na kuwaonya kutoshiriki katika uhuni wa aina yoyote, lakini ni mambo ambayo tunayashuhudia. Wacha tuje hapa studio, manake tutarudi baadaye maeneo ya viwanjani kuzungumza na baadhi ya wanahabari wenzangu, lakini hapa studio nina wachanganuzi wa siasa ambao wengine pia ni wakili ambao tuko nao hivi sasa, ili kudadavua kinachoendelea kuhusiana na kura hizi ambazo zinazochukuliwa kuwa muhimu sana, na kama vile Waingereza wanasema ni kama it's like a litmus test kwa serikali ambayo iliyoko mamlakani hivi sasa, kuangalia ubabe wake katika maeneo haya na vile vile umaarufu wa vyama ambavyo vilivyoko hivi sasa kabla ya mwaka 2027, ikiwa tumesalia miaka miwili tu tuingie kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027. Hapa studioni ninao wageni wangu. Kwanza ninaye Robert Matendo upande wangu wa kulia. Karibu sana katika studio zetu na asante sana kwa kufika siku hii ya leo. Yeye ni wakili na vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Njuguna Mwangi, asante sana kwa kuweza kufika studio siku hii ya leo kuchanganua kile ambacho kinachojiri, na nitaanza na wewe. Labda uchaguzi huu unachukuliwa kwa uzito gani upande wa serikali na vile vile upande wa upinzani ambao bado unajitafuta, tukiangalia bado kwa kwenye muungano wa upinzani kama kitu kimoja? Asante sana Ali kwa kunipea nafasi hii nije tuweze kuongea. Karibu sana kuhusu yale mambo ambayo inaendelea katika nchi yetu. Na niingie tu direct kwa hiyo swali lako. Niseme ya kwamba tukiangalia historia yetu kama nchi ya Kenya, haswa historia za uchaguzi ambazo zimepita, tutaweza kujua ya kwamba wakati wote ambapo tumepata nafasi ya kuwa na by-elections, tukiwa karibu sana kwa uchaguzi mkuu, inakuanga ni wakati wa maana sana kwa wale ambao tunaita ni political players, kwa sababu inakuwa ni kama nafasi yao ya kufanya rehearsal. Ni kama rehearsal ya uchaguzi ya ile ambayo ni kama mazoezi wanajaribu kufanya. Na itakumbukwa ya kwamba kama wakati wa 2012 tukikaribia mwaka wa uchaguzi wa 2013, tulikuwa na by elections ambazo zilifanyika wakati huo, ambapo constituency ama eneo bunge fulani, moja yako ni Kangema constituency, kulikuwa na uchaguzi ambayo ilikuwa inatafuta mbunge ambaye ataweza kumrithi Mheshimiwa John Michuki aliyeaga. Na tunakumbuka ya kwamba huo wakati yule ambaye alikuwa anachukuliwa kama kiongozi wa Mlima Kenya wakati huo, Uhuru Kenyatta, alikuwa yeye mwenyewe amejipeleka mpaka huko kwa constituency yake, walai wananchi wakubali kuchagua mtu wake wa TNA, kwa sababu hiyo ingekuwa ni signal ya kuonyeshana ya kwamba ako na umaarufu katika Mount Kenya region. The same thing hata wakati huu. Tuko na hizo constituency, na unajua hizi by elections ni mingi, zimeguza karibu regions zile major zote, na kwa hivyo
kila upande wa serikali na upinzani, yale matokeo ambayo tutapata kwa uchaguzi za leo, hayo hiyo ni kielelezo ya ile umaarufu ambao wako nao katika ground. Na pia itasaidia the political players in national politics waweze kujua ile bargaining ile watafanya wakati wa 2027. Kwa sababu ile results ambazo tutapata katika region fulani either itasaidia yule mtu ambaye anafanya anafikiria yeye anaongoza hiyo region katika meza ya 2027 ili ajulikane wewe uko na umaarufu ama hauna. Kama for example tukiangalia mheshimiwa Professor Kindiki for example, yeye tunajua ya kwamba yeye kulingana na vile wanaongea ni ya kwamba yeye angetaka kuwa yeye ndiye yule ambaye anasema katika eneo la mlima. Na haswa mlima East, ile ambayo tunaita ni Embu, Meru na Tharaka Nithi. Sasa hiyo uchaguzi ya Bele North itamsaidia kustamp hiyo kitu ama kusabaratisha yale mambo maoni ile mpango wako nayo ya kurithi Mount Kenya region, ama pengine akose hata hiyo kiti yake kwa sababu pengine itasemekana ya kwamba hiyo ni indicator ya kwamba hana umaarufu katika ground. Vema kabisa, asante sana Njuguna. Robert, karibu sana. Asante. Kwa upande wako, labda maoni yako, unauchukulia kwa uzito gani uchaguzi huu mdogo ambao unafanyika katika baadhi ya maeneo hapa nchini, tukiangazia zaidi umaarufu wa vyama, umaarufu wa viongozi? Maana tayari Kindiki ametoka na kupiga kifua kuendeleza kampeni upande ule wa mlimani, lakini pia tunaangalia umaarufu wa Mheshimiwa Rais William Ruto kwa sasa, na pia tuangalia umaarufu wa chama cha ODM hususan maeneo ya Nyanza kule ambako kuna uchaguzi na maeneo mengine. Elections inaleta nafasi ya chama, watu kuchagua chama ambayo wanataka, either upinzani ama wale wako serikali. Na tukiangalia vizuri haswa pande ya magharibi kule Malava, utapata wale viongozi kutoka eneo ya magharibi ambao wako serikali wote wameshikana ili kuweza kuonyesha umaarufu ya kuwa pande ya magharibi iko katika serikali. Kwa hivyo uchaguzi huu inaweka hao waheshimiwa katika a very tricky position, ambapo sasa wanafaa kuonyesha ya kuwa wanaweza kudeliver kura kutoka the Western Bloc. Hapo nazungumzia waheshimiwa kama Mheshimiwa Mudavadi, Speaker Wetangula, Mudavadi na CS Oparanya pia. Ndipo. Na iwapo uchaguzi utakuja ufanyike na labda uegemee upande wa upinzani, itamaanisha nini kwa viongozi hao na nafasi zao hasa serikalini? Itaweka nafasi zao katika hali ya wasiwasi kidogo, kwa sababu rais amewategemea kuleta magharibi katika serikali, kuleta numbers. Na pia naona wakikosa kuleta hizi numbers pia itakuwa ngumu pia kwa rais kuachilia, kwa kuwa wanaweza amua kwenda pande ingine, na hiyo italeta madhara makubwa zaidi kuliko yale ambayo yako sasa hivi. Ndio. Tayari tumeona baadhi ya viongozi wametoka kwenye hizi kampeni wakiwarushia nafasi baadhi ya viongozi ambao waliamua kuungana. Kwa mfano Musalia Mudavadi kitu alifanya mapema wiki hii akiwapa nafasi wale baadhi ya watu ambao waliacha nafasi zao na kuungana na upande wa serikali. Hii ni sawa wakati ambapo kunaendelea kampeni kama hizi? La, si sawa. Lakini wajua wanajaribu kuleta as many people as possible katika hizi elections wa support their candidate. Ndio. Safi kabisa, tutakuja kwako baadaye, lakini naarifiwa pia tumeweza kupata eneo la Bungoma kule ambako kuna uchaguzi pia unaendelea maeneo